kuliletwa pia maombi. Ombi la kwanza ni rais kuwa mlezi wa umoja huu. Sasa nikiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuwa mlezi wa makundi yote ndani ya nchi, yote ndani ya nchi, ila kwa kundi hili nataka niwape advantage. Takapomaliza kazi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kama nitakuwa hai inshallah, nitakuwa mlezi wa kundi hili. Nitakuwa mlezi wako, lakini miaka minne hii penye uhai na uzima, basi nisaidiwe hiyo kazi mpaka pale nitakapomaliza kazi hii, nitakuwa mlezi wa kundi hili. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu, kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za serikali, taasisi za kijamii na sekta binafsi, kuweka utaratibu wa kutoa mafunzo ya ujasiriamali na usimamizi wa mitaji ya mama na baba lishe ili waweze kufanya shughuli zao kwa tija. Mafunzo ni muhimu. Wengine hapa ukifanya kazi vizuri, chakula kimekwenda, umepata mtaji mzuri, umepata faida nzuri, badala ya kwenda kufanya lamana na kuongeza biashara yako, tayari unaenda kwenye vikundi vya kutunzana huko. Unakwenda kutunza uonekane we bingwa, umetunza zaidi kuliko wengine. Hiyo haiwaletei tija, ndugu zangu. Imarisha biashara yako. Imarisha biashara yako, starehe zitakuja baadaye, lakini kwanza biashara yako. Nimesikiliza kwa makini risala yenu na nimefarijika kuona jitihada na ubunifu wenu wa kwenda kidigitali kupitia wazo la Umalita app. Kwa bahati nzuri niko na waziri wa Habari, Sayansi na Teknolojia, TEHAMA, na wakati mnasema nilimnyoshia kidole akanambia nimepokea. Kwa hiyo hilo limeenda, vijana wanasema, sio? Waziri amelipokea na anakwenda kulitimiza. Wazo hili mkiliendeleza ipasavyo, linaweza kuwa nyenzo muhimu ya kuwaunganisha mama lishe na baba lishe na fursa za masoko, huduma za kifedha na huduma nyingine za uendelezaji wa biashara yenu. Kwa hiyo niwaombe sana, nimwombe waziri, nikuelekeze waziri, nenda kawatimizie haja yao, wapate mafunzo ya kutosha, wao makao makuu Dar es Salaam, lakini na mikoa yote, ili waweze kuitumia vizuri na waweze kuwasiliana. Kwa hiyo nakuachia waziri, nasubiri mrejesho. Katika risala yenu pia mmebainisha vyema changamoto zinazowakabili au zinazoikabili fani yenu na kazi zenu, zikiwemo upatikanaji wa mitaji na mikopo ya masharti nafuu, ukosefu wa huduma za bima ya afya na mifuko ya hifadhi ya jamii, ukosefu wa miundombinu bora ya biashara na ukosefu wa mafunzo ya lishe, mapishi na usafi wa chakula. Kwa bahati ndani ya ukumbi huu tuko na wote hao. Masha Mshomba yuko hapa, huduma za hifadhi ya jamii, na yeye ndo anashughulika na sekta binafsi. Kwa hiyo Masha, hilo ni lako na nitasubiri mrejesho kutoka kwako. Na vile vile nikuagize waziri wa TAMISEMI kuwaunganisha na sekta ya afya, kuhakikisha wanafikiwa na huduma za bima ya afya. Kule serikalini tukizungumza, huwa tuna wasiwasi kama watu watajiunga na huduma ya afya kwa wote, lakini natia moyo kwamba makundi yanaomba yaweze kujiunga kwenye mfumo huo.